Hii ni WB Bongo Bonga kama kawa, na leo tuko kwenye production house moja ya kizazi kabisa kutokea Soweto, Moshi, Kilimanjaro. Ni wapi? Ni Ropai Production. Na leo tuko na mambo ambaye anafanya hiyo production yenyewe iwe na uhalisia wenyewe. Nazungumzia producer wa kuitwa Skilla. Sina maneno mingi, naitwa Mr Vibe kama kawa. Kumbuka inabidi usubscribe, kulike na kushare ili tukuweza kuwa karibu na taarifa zote ambazo zinapatikana ndani hapa Forward Hub Media TZ. Si ndio? Ni aje kama kawaida, kama kaa fresh kabisa. Gen Z wakiona sijakupatana watasema huyu jamaa vipi, ase ni mwenga ni gani? Mambo yanaendaje? Lakini mambo fresh ndugu yangu. Maana tuambie kwanza, game muziki unaendaje? By the way, nishakutambulisha ni Skilla, ni producer pia hapa Ropai Production. Muziki kiujumla unaendaje? Wewe mtu ambaye unakutana na wasanii mara nyingi, unakutana yani kiujumla vitu vyote ambavyo vinahusu sanaa. Game likoje kwa Kilimanjaro lakini pia kaskazini kiujumla? Game siwezi kusema ni nzuri sana au baya sana kwa sababu changamoto inakuja sana kwa hawa sana wasanii wetu hawa. Kidogo changamoto. Hata sima producer pia tuna changamoto, ila so wote. Ila nafikiri kwamba light tungepata mwangaza mzuri sima producer tungekuwa tuna kama tuna umoja fulani. Mimi na imani sana kwa hapa Kilimanjaro tungefanya kitu kikubwa sana. Tutazungumzia changamoto vizuri. Vipi game liko kwenye peak nzuri kwa maana ya kwamba game liko kwenye hatua ambayo ni nzuri ukilinganisha labda tuseme na 2020 hivyo yani, na sasa hivi ikoje yani? Watu wanakuwa updated. Kwa hiyo watu unajua game la sasa hivi ni tofauti na zamani. Sasa hivi kidogo naona mwangaza, naona hapa kwenye tofauti na kile cha nyuma. Maproducer ni wengi sana. Leo mtu anatamani kujua kwa nini tunazungumza na Skilla, utofauti wake ni nini? By the way, mimi nakutem kama mtu mmoja kati ya watu ambao ni wakubwa sana kwenye industry ya muziki hapa kaskazini, si ndio? Na Bongo Tanzania pia naona kazi zako. Utofauti wa Skilla tunatamani wewe ndio uzungumze na sio sisi WB Forward Hub Media TZ. Tuambie utofauti wako ni upi na producers wengine wa kaskazini kiujumla? Kwanza sito mbali sana. Ila kiukweli kabisa kila producer ana aina yake ya muziki, ana aina yake ya kukea pia wasanii. Kuna utofauti fulani hivi ambao naweza kusema nao, sijui kama wengine watakuwa nao, lakini kama wanao basi tukae katika msimamo huo. Ila mimi ni producer ambaye huwa napenda sana vitu vipya, afu nakuwa sana mbunifu. Napenda sana, napenda nikicheki nyimbo hata ya da hivi naona hizi Mario Mondi hizi zimepigwaje hizi. Ngoja nizichukue au nizimodify nitoe mara mbili ya ile. Uone kama hiyo ni mbaya, watu wataanza jamaa kwanza ana sample huyo atasema nini? Sina maana ya kusample sasa. Na maana kwamba walichotumia idea na mimi nitumia idea mara mbili yao, nifanye kitu kizuri mara mbili yao. Haitotegemea muziki unafanana au tofanana, lakini nifanye kitu kizuri ambacho kitakuwa zaidi ya kile. Kwa maana unasikiliza kuanzia beat, mixing, mastering hivyo. Sawa. Kuna msanii ambaye anatamani kufanya kazi na Skilla. Mwanzo nikuuliza kwamba utofauti wako ni upi by the way, si ndio? Sasa yule msanii anatamani kujua bwana vipi Skilla ni mtu ambaye anafikika. Kuna mtu mmoja bwana, nikuibie siri, ananiambia Skilla nikauzu. Nikauzu sana. Shida brother, nikauzu. Ni kweli kwamba wewe ni mtu ambaye yani uko strict sana hivyo? Kwa kweli kwa hapo. Ndio kwenye kazi sinaga utani, ila huwa anapenda sana umoja. Umoja sana huwa anapenda. Ni kwa mfano msanii akishafika studio hivi, atakachoambiwa ni tofauti na atakachokuja kukuta hapa. Akiwa serious na muziki tutaenda sawa, ila akiwa na masiara hapo lazima tuchange. Kwa sababu mtu sana anakuja anakuambia nataka kuimba au nataka nifanye hivi. Mnakaa unampa sikio sasa. Dakika 2 sikia mwanangu, tutafanya kesho kutwa bana, mimi sasa hivi naona sina mood au sina nini, wewe ni pesa una maana mpaka unatoka huko unakuja hapa ni kwaje? Sasa kwa hivyo tunajaribiana sasa hicho kitu na ambacho ila napenda watu ambao wasanii wako serious. Wanakuja tunafanya muziki kwa pamoja, tunashirikiana. Umekosa hichi tunafanya hichi, tunafanya hichi, ngoma inakuwa kubwa. Okay, sawa, noma. Naomba nikurudishe mwanzo kidogo.
mimi nimekutaja kama producer kwa sababu nakujua na kazi zako nimekuwa nikizipokea as a presenter na vitu kama hizo. Safari ya sanaa kwa Skilla kwenye industry iko jani. Unaweza kutupa historia kidogo tu hata kwa dakika moja hivi. Harakati zako za muziki umeanza mwaka gani na mpaka leo hii tunakuona huko? Kwa sababu mimi nimekujua kabla ya kuwa Ropai Music, ndio Ropai Production. Safari yako iko jani kidogo kwa uchache. Kwa kifupi safari yangu bana ya muziki, nilianza muda sana, kipindi ambacho nipo shuleni bado. Nilikuwa ni msanii, nilikuwa naimba. Kuna imba? Nilikuwa msanii kabisa, naimba kabisa tu. Nilikuwa hata producer. Sasa siku hiyo ndo nikaenda kwa producer mmoja hivi kufanya kazi. Producer kanitolea nyimbo utopola fundi, unakuta ni hiyo siku kipindi hicho mwanangu, kupata hela changamoto. Unampigia mama, unampigia baba, unailia hapo upate hivi 200 300 unawekeza unampelekea producer afanye kazi. Ndio hicho ambacho mimi sasa hivi najipambania sana, wao sikipendi. Unakuta msanii unapambana kutafuta hela, unaenda kwa producer, afa producer anakutoa kitu ambacho sicho. Ndio mimi kicho nikutaka. Sasa siku hiyo bana nikafanya kazi ambazo sizo. Sasa nikasema kwa nini kazi ya kwanza, kazi ya pili nilikopa hadi hela, napenda muziki. Nilikopa hadi hela nikaenda kwa producer mwingine, kazi hivyo. Sasa nikasema na maana shida ni mimi. Mbona watu wasema na nafanya juhudi ya mazoezi nafanya kila siku, napanda milimani kila siku, shida niko wapi? Mbona nikiimba live na nyimbo kali, nikienda huko nyimbo nakuja mixing mbovu. Nikabisa sasa ngoja na mimi nianze kuja kwa nini tunafeli wapi hapa. Tusikio kwenda studio pale kaka kaona jinsi anavyofanya. Sasa nikakuta navutiwa kile kitu. Hiyo nini ni foil nachukua 2014. Kitambo kidogo. Umri wa mtoto fulani hivi ambaye sasa hivi ana akili zake timamu. 2014. Nikaanza rasmi kujifunza producer kabisa. Sasa nimeanza kuiva 2017. Kwa sasa hivi tuseme kama umeiva vizuri ama umekaa kwenye industry miaka almost 8 hivi. Nimeiva, niko vizuri. Mpaka sasa hii ulianzia game lako hapa Kilimanjaro ama kaskazini kwa ujumla, ulianzia kanda tofauti ama mkoa tofauti? Nilianzia Morogoro. Nilianzia Morogoro, nikaenda Dodoma, nikaenda Manyara, sasa hivi tena niko wapi? Huko Kilimanjaro. Sawa. Unaitazama WB ndani ya Forward Hub Media TZ. Mimi naitwa Mr Vibe. Tuko na producer wa kuitwa Skilla na nyuma ya kamera yupo wa kuitwa Nedi. Kutokea hapa pia Ropai. Mbona bwana una kila sifa na una kila sababu ya kuja kufanya kazi yako hapa na mambo yakawa ni matamu zaidi. Mr Vibe nakasema kwamba sio mbaya nikakuletea vitu ambavyo ni vizuri zaidi na zaidi. So tunaendelea na kupiga story naye Skilla. Sasa juzi bana tulikuwa tunapiga naye story kwenye house moja hivi, moja kati ya producers pia ambao wapo hapa kaskazini, akasema yeye ni producer namba 1. Niruhusu sana kwa moyo mmoja nikuulize na wewe ile swali kwamba bana Skilla una miaka 8 sasa hii umeproduce midundo mingi, naamini licha kwamba umesema nawe pia ulianza kwenye muziki. By the way naamini mpaka sasa hivi unazidi kufanya muziki, unaimba? Muziki nafanya, naimba. So ni producer ambaye unajiona kama namba ngapi kwa upande wa kaskazini? Tukipanga zile top 10. Kwa sababu naweza nikasema kwa hapa Moshi bado, kwa sababu tangia nimefika muziki nilokuta hapa na muziki ninaofanya mimi muziki miwili tofauti. Siwezi kusema labda najisifia, hapana. Nadhani tu nyie pia mpo, medias mpo. Kazi zipo. Mnaziona. Kazi ndo ambazo zinaongea. Kwa hiyo mimi nakuta na experience ya muda mrefu, alafu uje unishindanishe na mtu ambaye na experience ya muda mfupi. Sasa inakuwa ni changamoto. Unamaanisha nini? Unamaanisha kwamba by the way Kijen ana experience ya muda mfupi, kunamwambia kwamba hawezi kulinganishwa naye? Ni hapo sasa wa sekondari na darasa la 7. Yule ni darasa la 7, wewe ni sekondari. Hapo sasa unajumlisha wewe sasa. Hapana, of course maana mara ya mwisho aliongea hiyo kauli alikuwa ni Kijen. Unajua kwenye Double B ya Forward Hub Media TZ ni jumba huru na tunapiga story, by the way sio kwa ajili ama kwa lengo la kuchonganisha watu, hapana. Ni kwa lengo la kuweza kutengeneza ile historia kamili kabisa ya sanaa ambayo tunaifanya sasa hii, lakini pia maendeleo zaidi. Kwa unamaanisha kwamba Kijen anachoongea hajafanya research ama aliamua tu kujipakulia minyama kwa sababu Mike anaiona? Kwa upande wake
nisema kwa upande wake yeye sasa kwamba anachokifanya kaona hapa the best kuliko the best, kwa sababu unajua bana pia ni vizuri kujiamini. Usijiamini bana kitu kizuri. Maana kama Stukizi anajiamini, lakini naamini Stukizi ni mdogo, hata mimi mwenyewe Stukizi nasema hawezi kanishinda. Tukikaa naye tupige muziki hapa ni ule ama tofauti, mixing ni zile tofauti, huwa ni sikio tu. Sasa naambia Stukizi na mimi ndo tofauti gani? Anasuka nasuka. Utofauti kwamba pia anafanya na watu wakubwa. Sasa then kwa mimi nikapata labda chance leo mmoja amekuja Taba atafanya wazani nataka ngoma ina gani? Stukizi nitamweka wapi? Kwa hiyo kwa upande wake anaweza sana jisifia. Ila mimi ningependa sana kazi ziongee, kwa sababu siwezi kubishana sana na watu ambao unaona kama uwezo bado. Yaani kija ni kwa upande wangu mimi naweza sema bado. Uwezo wake bado sana. Bado sana. Kwa nini unasema hivyo? Kazi yake sinazisikia. Katika mtu ambaye napenda kufuatilia kazi za underground ni mimi. Napenda sana kufuatilia nyimbo za underground kuliko za superstar. Kusubiri kwa maana hiyo kwamba Kijen ni underground. Na maanisha wasanii. Sasa hapana. Okay. Sawa. Kuna kazi za underground ambazo zimetengenezwa na Kijen ambazo ukizisikiliza unaona kabisa mbona bado. Wengine wasanii wake wanakuja hapa na wanafanya ngoma kali, wanasema mbona huko mdundo tofauti na kule. Sasa sio mimi tena hapo. Ni wasanii sasa. Mbona huko kitu kikali kuliko huko. Sio mimi tena hapo, ni wasanii sasa. Hilo nakuta wengine, kuna wasanii wengine ndio hivyo changamoto. Kwa wanapenda sana ile masuala ya kumteka producer wewe karibu ili aweze kumiliki. Unajua hapa ndio ambacho mimi kugunduaga huku. Yaani msanii anakuja na kukea vizuri, anafanyaje? Kumbe nakusikiza karibu. Ili aweze kumiliki. Sasa hicho kitu nacho pia sio kizuri. Unakuta maproducer wengi wanapoteza sifa za uproducer kwa sababu ya hizo. Yaani kwa urafiki. Unajua producer atakuwa rafiki na msanii hata kidogo. Kwa sababu ni mwalimu na mwanafunzi. Sasa sio kama sio marafiki, msanii atakuwa na uhuru wa kumwambia producer kwamba kuna kitu moja mbili tatu. Yaani sasa atakuwa umeminya kidogo kwenye kutoa idea zake kwenye kutengeneza kazi nzuri zaidi. Mfano ukimwangalia Diamond Platnumz akiwa studio anapiga story na Stukizi, ukiangalia Mario, ukiangalia kina Bai sababu Lombiz, Mr Blue, hivyo. Uone kama ukisema kwamba hataki, hapana, kwanza hamna urafiki. Itakuwa ni kama traffic na bodaboda. Uone kama inakuwa ni mbaya. Hapa sana kunyosha vizuri. Maana yangu kubwa ni ipi? Kwa mfano, tupo shuleni sekondari. Kuna walimu wawili hapo. Kuna mwalimu anachapa sana, afu mwalimu mpole anaelekeza na wanafunzi wanampenda. Wanategemea wanafunzi watafaulu katika somo lipi? Si hilo ambao mpole ambao anampenda, maana yake sio anamsikiliza. Unajua mtu akisha kupenda atakusikiza na atakuzingatia. Ukiwa unachapa atakuogopa. Basi jibu ushalijibu tayari hapo. Maana yake sio unasema kwamba msiwe marafiki, maana yake uwe mkali zaidi. Yani maana yake hiyo kama mwalimu anaichapa. Maanisha hivi kwamba mipaka isivukwe. Urafiki tutafanya, tutaongea, lakini mipaka ya urafiki isivuke, kwamba mimi ni producer wewe ni msanii. Hapo tu mipaka isivukwe. Nitakusikiliza, tutapiga story, tutacheka. Muziki ni hisia. Mimi ninachojua mimi katika experience yangu muda mrefu, nachojua muziki ni hisia. Kwa hiyo msanii anapofika lazima mimi producer niwe tayari kumuonesha kwamba nimekupokea, tufanye kitu. Kwa hiyo msanii anakuwa na uhuru kwamba hapa nina uhuru, nafanya kazi nzuri ninavyotaka. Ndio, huyo angekuwa mwalimu wa mathematics. Ninaitwa Mr Vibe, nyuma ya kamera yupo Nedi. Huyu ni producer Skilla. By the way, ukapewa nafasi ya chumba kimoja kikubwa tu, wakaletwa producers wote wa kaskazini. Ambao wanafanya kazi kaskazini. Maana maproducer wengi walioko kaskazini sio wazaliwa wa kaskazini, si ndio? Ukapewa nafasi ya kuonana nao, ukaambiwa bwana, una dakika moja ya kuzungumza nao, ungewaambia nini? Kikubwa kabisa ambacho ningewaambia, tuwe na moyo wa kuwasaidia wasanii, hasa sana na hao ambao underground. Kwa sababu nasema hivi, maproducers tuheshimu hela ya msanii. Hela mliokubaliana naye kufanya naye kazi, iheshimu. Sio umenipata? Msanii umekuja umekubania 40, wewe umekubania 40, wewe ni wewe 40, mfanyie kazi nzuri basi ile hela ambaye katoa. Kuna kuta msanii usijui ile hela kaipata wapi. Sio ni bata kachimba vyuma yupo kwenye garage huko anaangaika na mavyuma, analima, anakota makopo, anataka kutimiza ndoto. Producer anakuletea shilingi 40, unaona hii hela gani? Ifanye ngoma gani? Fike mix viongo na kweli, shika nyimbo nenda. Akati ashinde kuja kama yule ni mtangazaji pia. Anapofika kwamba anapofanya kazi nzuri anavyoenda hivi anakuletea watu wengine. Kwa hiyo mimi ambacho nitakacho kusema siku hiyo,
Either tumetupa kwenye chumba kimoja. Maproducers tuwaheshimu wasanii, hela zao tuziheshimu. Wanapokuwa wanakuja hujui kaipata vipi. Tuwape moyo, sisi ni walimu. Mwanafunzi anapokuwa amekosea, alafu wengine wanakuwa wanapatia. Uone kama mwalimu anakuwa na upendeleo. Kwa hiyo lazima tuwe sawa. Na pia wasanii nao pia hawajishushe kwa walimu wao ambao ni producers. Njoo na ideas. Kiambo mbona haipo sawa, chenchiwe iwe hivi. Kuwa mwepesi kuelewa kwa sababu yeye kashaona mbali, kashaona muziki wako unaenda wapi. Sawa. Kwa hiyo muhimu kiheshimiwe kipaji au heshimiwe hela? Vyote. Kipaji na hela pia, hela msanii. Sasa unavyo nadhani unaanza kwa mfano. Sasa msanii amekuja ikatokea msanii amekuja, bro mimi na kipaji bro, nimetoka Kiruavunjo, nimekuja huku mimi Ropai naisikia hivyo, Ropai production kama hizo, nataka nikodi mdundo lakini brother mimi sina hela, yani hapo nilipo sina hata nauli, utafanyaje? Hapo lazima sana nitumie katika experience ambayo ninao mimi producer kumsikiliza kwanza, kwa sababu kama mtu ametoka mbali amekufuata, si ndio? Kwanza amekurespect, kwanza amekuheshimu na pia amekupenda kwa sababu kazi yako amezisia, si ndio? Unachotoka kufanya, kwa mfano amekuja labda mimi ndo amekuja anasema hivyo, mimi ngamuuliza tu, muziki umeanza lini? Ndoto yako ni ipi? Unafanya kazi gani? Unajishusha na nini? Hiyo ni baada ya kumsikiliza au kabla? Baada ya kumsikiliza alichokuwa ameongea. Kwa hiyo akishaniambia details zake zote, sasa hapo nitasema okay, fanya. Sasa mimi siwezi kusema nikusaidie bure moja kwa moja, kwa sababu bure, siku zote kitu cha bure hakina gharama. Huwezi kuona uchungu wake. Tafuta nusu nitakulipia. Fanya kazi. Kurekodi Ropai ni shilingi ngapi? Audio. Tunafanya 150, 120. Maki 150,000, 150,020. Hiyo imekaa vipi yani? 150,000 iko vipi na 120,000 iko vipi? Naweza kusema kwa sababu huwa tuna kwaya na bongo flavor. Sasa kwaya ni tofauti na bongo flavor. Bongo flavor like 120, ila gospel is ili kwaya hizi za 150. Ndio tunafanya hivyo. Poa, kwa kumalizia maswali fulani hivi ya Titi F430. Bana, ni msanii gani bongo flavor ambaye humpendi hapa Tanzania? Mimi napenda wote. Kaka. Kweli wote kabisa wote? Yaani mimi napenda wote na nyimbo zao nafuatilia wote, kwa sababu uweze kuniambia mwalimu nichague mwanafunzi. Haya, poa. Ni msanii gani ambaye humuelewi? Anachokifanya, anachoimba. Na anaimba sawa, unampenda of course, kumpenda lazima umpende kwa sababu ni mwalimu. Ila humuelewi. Dayo ni kaskazini pia. Kwani humuelewi Dayo? Kwa sababu ipi? Ubunifu mdogo. Hana ubunifu. Ubunifu wake ni mdogo. Kwa nini ubunifu wake ni mdogo? Unajua ametoa ngoma kama vile huu mwaka, ngoma moja fulani hivi ambayo unakumbuka wakati natoka iliumiza sana. Sasa hivi yupo wapi? Sasa anafanya kazi bado ya muziki. Kachukua muda gani? Bado ana ngoma nyingi sana Dayo, unajua by the way na mwaka huu pia ameachia midundo kadhaa. Sawa. Sasa sisi ambacho huwa tunakiangalia, umeona Mbosso? Mbosso ni tunaweza kusema yupo kwenye list kina Dayo, lakini so hiki alianza tu muziki kitambo kwamba alikuwa anamiliki, si ndio? Lakini sasa hivi yuko hapa akiachia nyimbo. Sikila siku anakuwa mbunifu wa nyimbo. Yaani tunachofeel si ni ubunifu tu. Ila Dayo yuko vizuri. Sio kama yuko lakini nashindwa kumuelewa kwa sababu muziki unakuta mara nyingi unakuwa ina moja. Sasa wasikilizaji hawaelewi. Wao wanasikia tu ni mashairi, muziki tofauti. Muziki unakuwa na hii. Kuna ambaye anakusikiza sasa hivi ila hata muziki haina, yani anachojua ni muziki umeshalia na ina beat kwisha. Unamaanisha nini unaposema kwamba muziki anafanya wa aina moja? Kwa mfano unakutana na mtu anafanya singeli. Kuna singeli michano, singeli ladha, si ndio? Mdundiko sijui nini, si ndio? Sasa unakuta yeye kabisa kwenye ladha peke yake. Maana yake anafanya nini? Hiyo ambayo singeli ladha. Hiyo ladha kila siku. Sasa anakuwa kama vile mtindo wa beat ndio kama vile unafanana, una change tu ni key. Lakini ukiangalia kuna moja kati ya mdundo ambao by the way nilikuwa naangalia alitoa Dayo kama Dayo na alikuwa na by the way ni umerogwa sio bure, umerogwa. Uone kama ilifanya vizuri zaidi na ni mwaka huu by the way. Ndio yale niliyokuambia kwamba tunachukua. Sasa sikiza ile beat tofauti na huu mwaka, ukiangalia miondoko tofauti. Sawa. Kwa hiyo unasema miondoko tofauti, lakini ile beat sikiza vizuri, afikiza na beat ya kina Zuchu, kina Mario, hata hizo ambazo
nini hizi mabiani hizi kama hizi nyimbo za Mario za kama za single fulani kama mdundiko fulani. Yaani ninachomaanisha mimi kwamba ubunifu ni mdogo. Unakuta alishoimbia Mario na kisample nikiimbie mimi, alichokiimba Diamond na kisample nikiimbie mimi, tofauti tunakuwa kama vile Stukiz anavyokuwa anakopi mabiti na hapa wasanii wanafanya. Beat alifanya huyu anamgeuza anampa huyu anafanya. Sasa unaweza kuambia hapo una ubunifu. Wakaja wasanii wawili. Wakaja wasanii wawili sasa hivi Ropai Production wakakutana na Skilla. Si shida yetu bwana ni Skilla. Si ndio nataka tufanye kazi na Skilla. Huyo hapa Alikiba, huyo hapa Diamond Platnumz. Utafanya kazi na nani? Wote wako na speed mingi wanataka kufanya kazi kurekodi na wewe. Wale wote ni wasanii. Sasa anatakiwa mmoja tu kwa sababu muda ulionao ni mdogo sana, ni wa kazi moja tu. Na by the way tunajua wote ni ma-GOT, God, ndio hawezi kukaa sehemu moja wakafanya kazi hivyo wamechill na vitu kama hizo. Utafanyaje? Au utamchagua nani na maanisha? Yaani bora ni ukose wote. Kwa sababu gani nasema hivyo? Yaani hapo utakuwa umerudi pale kwamba mimi mwalimu sana watenga na bagua wanafunzi. Namchukua huyu na mwacha huyu. Kaka hata mwalimu ikitokea kuna yule mkaguzi tunasema akija darasani kuna atakaonyosha mkono anajua kabisa hapa nitamsoti mtu fulani, nitamchagua mtu fulani. Kwa upande wako sasa utafanyaje? Sijui lakini mimi kwa upendo wangu siwezi kuchagua. Kwa sababu wote ni wasanii. Siwezi jua leo utafanya kazi nani kisha utafanya kazi nani. Zikipop up messages za wasanii wote wawili wametoa nyimbo mpya. Ya kwanza kufungua itakuwa ni ya nani? Zote tunafungua. Hawezi kufungua kwa wakati mmoja na kuruhusu kufungua nani mmoja tu. Lakini wameacha kwa pamoja pap kwa masaa au hapo yani notification zimekuja bwana. Diamond kaachia ngoma fulani, kaachia mdundo fulani, lakini pia Alikiba kaachia mdundo fulani. Wewe utafungua ipi ya kwanza? Ya Diamond. Ya Diamond. Kwa nini? Nataka nione ubunifu aliofanya. Unamaanisha Alikiba ana ubunifu? Anao. Kwa nini sasa usifungue Alikiba na sio Diamond? Wote ni wasanii sasa. Inaitwa WB Bongo Bonga ndani ya Forward Hub Media TZ and my name is Mr. Vibe. Boys and girls, yo. Imekuwa ni bomba na ni njema. Neno lako la mwisho sana kwa wanaotazama sasa hii exclusive interview ni lipi? Mimi tu kama Skilla producer kutoka Ropai hapa Kilimanjaro. Jamani nimetoka mkoani huko. So mimi nawakaribisha, karibuni Ropai Production kufanya kazi. Kazi hapa ni za kiprofessional, za daa kabisa. So za mikoa hapana, za daa kabisa. Tunafanya ngoma ambazo ni international. So tunakaribisha wote. Wasanii tunawapenda sana. Sisi Ropai Production. So ukiona kipaji chako uko vizuri, ukiona mimi bana 1 2 3 ngoja ninyoke moja kwa moja nifuate, njoo. Tukae chini tunaongea tunayajenga. Nijue formula yako, unataka muziki uende wapi, ufanyaje, tunafanya kazi. Neno lako moja pia kuhusu Double B ya Forward Media Hub. Waendelee kusupport vipaji. Na kama hivi interviews hizi zinasaidia sana kwa sababu leo hii kama hivi umenicheki hapa, kuna mtu ambaye alikuwa anijui pengine. Kumbe leo yupo. Ngoja nifuatilie nyimbo zake. So ni vizuri kwa inatuongezea vitu fulani hivi. Tunaomba tu Mungu muendelee, Mungu na moyo huo na pia moyo kwanza pia kwa support wasanii. Mimi naitwa Mr. Vibe. Kaka mwambie dada hii ilikuwa ni live kabisa. Behind the camera anaitwa Nedi. Ni ndani ya Ropai by the way. Hapa ndilo chimbo ambalo tumechill, tumetulia leo, tumepata kahawa na tumepiga story mingi sana kuhusiana na masuala mazima ya muziki. Zingatia maelekezo yamenyoka kabisa. Subscribe, like, alafu kisha una share link kwa watu mbalimbali waweze kuitazama hii hapa live kabisa. Lakini sasa make sure na wewe unafanya kazi na the super dope kuitwa producer Skilla. Bana hii imekuwa ni njema Basi fresh tukapate vinywaji. Basi more.